Elia wakati uko kwenye pango, umepita upepo na vishindo vyake, Bwana hakuwepo kwenye upepo. Lakini baadaye ikaja sauti ndogo tulivu ya kunong'ona ndani, kiasi kwamba kama hauko makini huwezi kuisikia. Watu wengi wanashindwa saa nyingine kumsikia ama wanashindwa kuona, na watu wengi wanashindwa kumsikia, wanashindwa kuona kwa sababu ndani mwao hakuna utulivu wa kutosha. Pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku, muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema anza mwaka mpya na Bwana, na wiki ni ya pili ambayo tunaanza nayo. Na kama unakumbuka, wiki iliyopita tulikuwa tumeanza kuangalia utaratibu mzuri ambao Waebrania 11:6 imetupa. Kumbuka Waebrania 11:6 inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana wale wamwendeao Mungu lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa tulikuwa tumeanza kuyazungumza, na leo tutaendelea katika uwanda huo wa Waebrania 11:6 ambapo tutakuwa tumepata utaratibu mzuri wa namna ya kutafuta ama ushiriki wa uwepo wa Bwana katika maisha yetu ya kila siku. Na kwa maana mwaka unaofuata, mwaka huu unaokuja unakuwa ni mwaka ulio mzuri sana sana. Kumbuka tu mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema ni unge, nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Nitoe shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo, na hivyo unafuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kila siku. Lakini zaidi ya yote, kwa sababu ya utii wako kwa Kristo, basi unahamasisha na wengine nao kuwa wanafunzi, kwa maana hilo ndilo agizo tulipewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao unafanya maombi kwa ajili ya wazaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwako mimi pamoja na timu yangu. Asante sana kwa kusikia sauti ya Roho Mtakatifu na kukubali kuwa partner katika maombi. Na mwisho, namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner na vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kumbuka tu namna ambavyo maisha yako yanaguswa na kubadilishwa, ndivyo wengine pia nao wangependa kuguswa na kubadilishwa. Na ni wewe na upendo wako na utii wako kwa Yesu Kristo ndio unawezesha watu wengi zaidi wanafikiwa na maisha yao yanabadilika, na hivyo wanamtukuza Mungu, na hivyo mazao yako ya haki pamoja na neema ya Kristo vinaendelea kuzidishwa na kuongezeka sana sana katika maisha yako. Baada ya kusema hayo, basi kumbuka mstari wetu tunaosimamia ni Zaburi ya 105 mstari wa 4. Anasema mtafuteni Bwana na nguvu zake, tafuteni uso wake siku zote. Nikakwambia neno uso, ungeweza kusema pia neno uwepo. Kwa hiyo mtakeni Bwana na nguvu zake, ama mtafuteni Bwana na nguvu zake, utafuteni uwepo wake siku zote. Sasa kumbuka, katika Agano Jipya sisi watu tuliozaliwa mara ya pili, roho yako na Bwana ni moja. Wakorintho wa kwanza 6:17 sana, yeye aliungwa na Bwana ni roho moja naye. Lakini pia Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 ukianza mstari wa 12 mpaka 13 inazungumza kwamba pia wewe ni mwili wa Kristo, ama ni kiungo katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo ungeweza kusema roho yako na mwili wako ni mmoja, vimeunganika na Kristo. Lakini tunachokizungumzia hapa ni kumtafuta Bwana na nguvu zake, maana yake ni kutafuta ushiriki wake katika yale yote ambayo unayafanya. Kumbuka tuliangalia story ya Daudi wakati anampa maelekezo mwanae Solomon. Pamoja na kwamba Solomon alikuwa amekabidhiwa kila kitu kuanzia vitendea kazi mpaka watenda kazi, lakini bado baba yake Daudi alimwasa na kumwambia kwamba hakikisha umetafuta uwepo wa Bwana. Hakikisha uwepo wa Bwana unakuwa pamoja na wewe ili kukufanikisha na kukushirikisha. Kwa hiyo nikakwambia tunapozungumzia kutafuta uwepo wa Bwana, tuliona kwenye Kumbukumbu la Torati 4:29 anasema unamtafuta
kumtafuta kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote. Kwa hiyo nikakwambia moyo wako ni kama sebuleni, lakini pia moyo wako ndio sehemu ambayo ulimwengu wa roho unapata ruhusa kuja katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa lugha nyingine, moyo wako ndio daraja, na ndio maana ni muhimu ukamtafuta kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote. Sasa haya tuliyazungumza wiki iliyopita. Kama kusikiliza wiki iliyopita, tafadhali nenda kasikilize, na nitarudia tena. Najua ulitamani nikwambie hatua 5 6 za kufuata ili uweze kuanza na Bwana mwaka mpya, lakini haya nayokueleza ni ya muhimu. Lazima mimi na wewe tufike mahali tuhakikishe kwamba Bwana anashiriki katika maisha yetu, katika mambo makubwa na mambo madogo. Sasa kumbuka, yeye hana makubwa na madogo. Sisi ndo tuna makubwa na madogo, kwa sababu yeye anaweza yote. Tunaenda sawa? Sasa Waebrania 11 nataka tuende pale tukaangalie tena. Kumbuka Waebrania 11 mstari wa 6, story yake imeanzia kwenye mstari wa 5, ambapo inasema kwa imani Enoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Mstari huu wa 6 nikisoma kwenye Biblia ya tafsiri ya Neno, napenda alivyouweka zaidi. Neno anasema hivi anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana yeyote anayemjia Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kuwa huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Sasa kipindi kilichopita ama wiki iliyopita kwenye kipindi cha 7 tulikuwa nimeanza kuonyesha hili, na tukaangalia maisha ya Musa, kwamba kila mara tuliona kwenye Kutoka mlango wa 3, Musa alipopita kwenye kile kichaka ambacho kilikuwa ama kijiti kinawaka moto akiteketei, Biblia inasema Musa akasema nitageuka nione maono haya maana yake nini. Na anasema Bwana alipoona kuwa Musa amegeuka, Bwana akaanza kuongea. Lakini pia tukaona kwenye mlango wa 33 Kutoka hiyo kuanzia ule mstari wa 9 kwamba kila mara Musa alipokwenda kwenye hema ya kukutania, basi wingu la utukufu la Bwana ulishuka na Bwana akazungumza naye. Kwa hiyo nikakuonyesha kwamba muda wowote utakapochukua hatua kumgeukia Bwana katika moyo wako na katika fikra zako, ambapo inawakilisha nafsi yako, yuko tayari kufanya ushirika na wewe. Sasa kuna kitu nikielezea hapa, na nitaelezea na unaomba unisikilize, kwa sababu kabla sijafika mbali, kwa bahati mbaya Wakristo wengi sana wamekuwa wakitafuta kusikia sauti ama Mungu kuwasemesha kwa sauti. Na nikizungumzia sauti ni kama hii sauti unaonisikia nayo. Kwa lugha nyingine wamekuwa wakitafuta kumsikia Mungu kwa sauti, kwa maana kwa kupitia masikio ya nje. Lakini sio hivyo tu, na wengine wamefika mbali zaidi, wamekuwa wakitafuta kumsikia Mungu mno kiasi kwamba wanamsikilizia ndani, ambayo ni jambo sahihi. Lakini kuna shida moja, kwamba kwa sababu ya hiyo kiu ya kutaka kuongozwa na kusikia, ambayo ni namna nyingine tu ya kuongozwa na milango mitano ya fahamu, adui ametumia hiyo fursa na kuanza kuwavuruga akili. Sasa hili tatizo nimeliona sana. At least haraka kichwani nafahamu watu kama 5 ambao wamepata shida hii, kwamba katika usongo wao wa kutafuta kusikia kutoka kwa Bwana imetengeneza mazingira ambayo adui ameanza kuwadanganya. Sasa naomba unisikize vizuri. Now, Mungu anazungumzaje? Nitaenda na mifano miwili kwa sababu kumbuka tumesema pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Na imani ni tuliona imani ni kusadiki uwepo wa mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ili uweze kuhusiana na Mungu asiyeonekana ambaye ni roho, lazima wewe utumie imani. Na anasema hii imani lazima moja umwendee ama umjie ama umgeukie Mungu ndani ya moyo wako. Nakumbuka kipindi kilichopita nilikwambia Bwana Yesu wakati anaongea na mwanamke Msamaria pale kisimani alisema kuabudu sio kwenye milima wala sio kwa Yerusalemu. Kwa nini? Kwa sababu Baba anatafuta watu watakaomwabudu katika roho na kweli. Nikakwambia hilo ndilo ambalo ni la muhimu. Nikakuonyesha kwamba unaweza ukafanya ushirika na yeye katika daladala, ukafanya ushirika na yeye ukiwa kwenye harusi, kwenye msiba, mahali popote pale. Ndani ya moyo wako, ndani mwako ukageuka ukaanza kufanya ushirika naye. Sasa twende kwenye Wafalme wa kwanza nadhani.
mlango wa 19. Wafalme wa kwanza mlango wa 19, wakati Elia amemkimbia Yezebel. Tutaanza mstari wa 11. Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 11. Anasema, akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana, na tazama Bwana akapita upepo. Ngoja nirudi nyuma kidogo. Anyway. What? Okay, Elia amemkimbia Yezebeli, ameenda amekaa mahali. Tuanze mstari wa 7 ili tuweze kupata muktadha. Anasema, malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka, akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. 9. Akafika kunako pango, akalala ndani yake, na tazama neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, unafanya nini hapa Elia? Sasa anaposema neno la Bwana, maana yake ni kwamba inaweza ikawa ni neno moja, inaweza ikawa ni sentensi nzima, inaweza ikawa ni paragrafu nzima. Wakati mwingine neno la Bwana linaweza likawa hata ni kurasa 3. Kwa hiyo maana yake neno la Bwana maana yake ni ujumbe mzima, kwamba hayo yote yaliyozungumzwa kuhusu hilo ambalo unaelekezwa. Kwa hiyo anasema neno la Bwana likamjia Elia, naye akamwambia, unafanya nini hapa Elia? Tuko sawa? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu. Naona wananitafuta roho yangu waliondoe, watafuta nafsi yangu waniondoe. Kwa hiyo ndio kichomfanya akakimbia. 11. Akasema, toka, yani Bwana anamwambia, toka usimame mlimani mbele za Bwana, na tazama Bwana akapita upepo mwingi wa nguvu, ukapasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwako katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ukisoma kwa Kiingereza anasema and after the fire came a gentle whisper. And KJV anasema and after the fire a still small voice. Kwa hiyo ngoja tuangalie kwenye Biblia Habari Njema anasemaje, ama neno anasema baada ya moto ikaja sauti ya utulivu ya kunong'ona. Biblia Habari Njema anasema baada ya moto pakatokea sauti ndogo tulivu. Kwa manake Bwana Elia wakati kwenye pango, umepita upepo na vishindo vyake, Bwana hakuwepo kwenye upepo. Ukapita tetemeko, Bwana hakuwepo. Ukapita moto, Bwana hakuwepo. Lakini baadaye ikaja sauti ndogo tulivu ya kunong'ona ndani, kiasi kwamba kama hauko makini huwezi kuisikia. Sasa kwa nini nimeleta hilo? Kwamba Bwana anapozungumza na sisi, kwanza anazungumza kutokea ndani, sio nje. Kwa sababu kumbuka, yeye na roho yako nimekuwa ni mmoja. Na kwa maana hiyo anazungumza kupitia kitu kinaitwa conscience ama dhamiri yako. Hilo ni la kwanza. Pili, hazungumzi kwa vishindo. Hazungumzi kwa vishindo. Hamna sarakasi. Hamna mbwembwe. Hamna makelele. Ndio maana watu wengi wanashindwa saa nyingine kumsikia ama wanashindwa kuona. Na watu wengi wanashindwa kumsikia, wanashindwa kuona kwa sababu ndani mwao hakuna utulivu wa kutosha. Mtu anakwenda mbele za Bwana alafu yuko busy, anataka kulazimisha Bwana aongee. Na kumbe tatizo sio kumlazimisha Bwana aongee. Tatizo hapa ni kwamba wewe hausikilizi. Sasa ngoja nifafanue. Baraka ya mambo tunaenda nayo taratibu. Iko hivi. Anasema kumbuka. Okay, ngoja turudi nyuma kidogo, maana kuna vitu vingi vya kuzungumza hapa, vya kupakua wenyewe wanasema. Sasa kumbuka, tumeona kwamba neno la Bwana limemjia Elia na kumuuliza unafanya nini hapa? Tuko sawa?
Angalia ule mstari wa 7 na wa 9, sorry. Neno la Bwana limekuja kweli. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna namna ambavyo katika shughuli zake za kila siku wazo limekuja, ambaye ndio neno la Bwana. Bwana amezungumza naye. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna namna ambavyo Elia alikuwa anajua Bwana anavyozungumza naye. Lakini nataka uone tofauti ya ule mstari wa 9 na tofauti ya mstari wa 11. Bwana akamwambia Elia, akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Kusimama ama mbele ya uwepo wa Bwana, ama mbele ya uso wa Bwana, ambayo inashabihiana kabisa na agizo tulilopewa kwamba mtakeni Bwana, mtafuteni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake, uwepo wake siku zote. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hii inakuwa sio mazungumzo ya kawaida tu ya kila siku. Mstari wa 9 ni mazungumzo ya kawaida ya kila siku baina ya Elia na Bwana. Lakini kwenye mstari huu wa 11 ni maagizo maalum kwamba anatakiwa aende ajitenge na akae mkao wa kutafuta kukutana na uwepo wa Bwana, kwa sababu Bwana anataka kuzungumza naye. Sijui kama unanielewa. Kwa lugha nyingine, unajitenga kutoka katika mazingira yako, unatoka katika kelele, unatoka katikati ya watu, unatoka katika shughuli zako za kila siku, unaweka simu pembeni, una mitandao ya kijamii unaweka pembeni, alafu unakaa makususi mbele zake ukisubiria kwamba Bwana aseme na wewe. Kwa hiyo tofauti ya mstari wa 9 na tofauti ya mstari wa 11 ndio hiyo. Mstari wa 9 ni kwamba Bwana anazungumza nawe katika shughuli zako za kila siku. Alafu mstari wa 11 unazungumzia mazungumzo rasmi na Bwana. Na tunaposema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake ama uwepo wake siku zote, tunazungumzia mazungumzo rasmi. Hatuzungumzii hii ya kila siku. Unajua, kupa mfano mwingine. Unaona tuliangalia story ya Daudi. Ukiangalia story ya Daudi, unaona kila mara alipokutana na changamoto alifanya maamuzi ya kwenda kutafuta uwepo wa Bwana. Kwa lugha nyingine, mazungumzo rasmi, official, sio ya kirafiki tena. Ni sawa? Mwingine anasema basi sikuelewi. Okay, nitakuelewa hivi, nitakuelewesha. Kwa mfano, una rafiki yako ni polisi. Tuko sawa? Huyu rafiki yako kila siku anakuja, mnapiga story, mnaongea hayo labda mlisoma wote na nini mnafanya mazungumzo. Alafu kuna siku anakuja amevaa uniform, anakuambia bwana, nimekuja kikazi leo. Maana yake ni kwamba mazungumzo yanayofuata hapo ni tofauti na mazungumzo ya kirafiki ya kila siku. Tunaenda sawa? Kwa hiyo kuna mazungumzo ya kawaida ya kila siku na Bwana ambao mnafanya ushirika naye. Mnasema kama nini? Kama vile kwa mfano, lese umekula nanasi limekuwa tabu. Umewahi kumshukuru Bwana kumwambia Bwana, na wewe baba, yani nanasi tamu kweli kweli, yani kwa kweli vitu unavyoviu, basi unazungumzana, napenda nimelifurahia nanasi ile. Basi hicho cha kawaida. Okay, unasema kwa nini mtu akikupa zawadi ukifurahia unaenda unamwambia nashukuru, asante, zawadi nzuri, nimeipenda. Kwa nini huyu Mungu baba yako akikupa kitu humshukuru na kumfurahia na kumwambia asante? Okay, mfano mwingine, umeenda umekutana na mtu ana shida ya kupumua, alafu wewe unapumua vizuri. Kwa nini ukitoka pale usianze kumshukuru na kumtukuza Mungu kwamba unamshukuru kwa sababu mapafu yako yanafanya kazi sawa sawa, kwamba uzima wake bado unaendelea kushikilia na kuimarisha mapafu yako na kwamba anafanya kazi sawa sawa? Kwa nini ukipita mahali ukaona mtu ana gari zuri na wewe unatembea kwa miguu usimshukuru Mungu, asema Mungu asante kwa uumbaji wako, kupitia uumbaji wako umeweza kutengeneza vyombo vizuri vya usafiri kama gari hili ambalo linatusaidia kutoka point moja kwenda point nyingine. Kwa kuwa huyo mtu analo, umenyonyesha kitu ambacho unaweza kunifanyia. Kwa hiyo asante, moyo wangu umejaa shauku na matarajio nikijua kwamba liko gari umeniandalia na mimi, kwa sababu wewe ni Mungu usiyekuwa na upendeleo. Sasa hayo ni mazungumzo ya kawaida kila siku. Lakini kuna wakati mwingine una jambo lako, una changamoto yako, kama hivi ambavyo unaenda kuanza mwaka mpya. Huu mwaka unaokuja hutaki uwe kama mwaka huu ulioko. Unataka mwaka unaokuja uwe ni mwaka ulio mzuri, uliojaa mafanikio, uliojaa ustawi. Kwa maana hiyo unakwenda sasa kutafuta uwepo wake rasmi, kama mstari wa 11 unavyosema. Sijui kama unanielewa ninachokizungumza sasa. Akasema toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na kusimama mbele za Bwana wengi hatuelewi. Kuna maana ndo umekwenda, kuna namna mbili. Kuna namna ya kuenda unakaa kimya kama ambavyo nitakuonyesha, lakini kuna wakati mwingine ili uweze kutuliza akili yako unaanza kwa kumfanyia Bwana ibada. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 10 mstari wa 8 anasema kabila la Lawi lilichaguliwa ili lisimame mbele za Bwana, ili litumike mbele za Bwana. Okay. Kwa hiyo anasema tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima,
ukaivunja vunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwemo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwepo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu, be still. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sasa angalia Elia alivyo react. Mstari wa 13. Ikawa Elia alipoisikia alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango, na tazama sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa Elia? Kwa sasa hivi imekuwa sio mazungumzo ya kirafiki, sasa hivi ni mazungumzo ya kimamlaka. Kumbuka mstari wa 9 anambia unafanya nini hapa Elia? Akaona Elia kama anaona kama mshikaji vile. Kwa hiyo akasema rasmi, sasa toka uende, nataka kuzungumza na wewe. Kwa Bwana amekuja rasmi hapa. Na kwa maana alipokuja hapa rasmi, maana yake ni kwamba hii sauti ya pili ama ile swali kwa mara ya pili, unafanya nini hapa Elia, linaambatana na hofu ya Bwana, fear of the Lord. Uwepo pamoja na fear of the Lord. Kuna namna ambavyo roho ya kumcha Bwana inaleta utiisho. Okay, niseme hivyo. Inaambatana na utiisho. Unajua kabisa huyu ni Bwana yuko mbele zangu. Na wengi waliopata encounters za namna hii, wakati mwingine uthubutu atakufungua macho. Maana unaona kama tuko sawa. Sasa kuna tofauti baina ya hofu ya Bwana, hofu ama utiisho wa Bwana na hofu ya ibilisi. Hofu ya ibilisi unawaza kukimbia. Hofu ya Bwana ama utiisho wa Bwana ni kama vile unakuwa umeganda, umesisi. Huwezi kukimbia, huwezi kufanya chochote. Kwa lugha nyingine unakuwa uko still. Na ndicho ambacho kinatokea kwa Elia. Kwa hiyo Bwana anazungumza naye sasa. Hali kama hii haitokei kila mara. Lakini na uwezo wa kwenda mbele za Bwana nikatafuta uwepo wake. Wakati mwingine anaweza asiseme na mimi kitu chochote, akazungumza vitu vingine. Sasa nilikuwa nataka kusema kitu hichi. Kosa wanalofanya watu wengi, let's say anataka tuchukue mfano gani? Labda anataka kuacha kazi aanze biashara, ama kuacha kazi aanze huduma. Tuko sawa? Au mwingine anataka kujua kama aame mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, ama mwingine anataka kujua kama aoe ama aolewe na fulani, ama aoe asiolewe na fulani. Kwa akifika mbele za Bwana, kosa wanalofanya watu wengi, maana yake ni kwamba huyu mtu anatumia muda wake wote akiwaza jibu. Maana yake nini? Kwamba anakuwa na shauku na kutamani Bwana aseme kuhusu hilo swali alilonalo. Ukifanya hivyo, moyo wako unafunga. Kwa nani? Kwa Bwana. Kwa lugha nyingine, moyo wako unashindwa kupokea kutoka kwa Bwana aliyoko ndani mwako. Hali kadhalika, ukijiwaza wewe zaidi, ukawaza zaidi, ukaanza kuwaza kwamba nikijibiwa hapa nitakwenda hivi, nitakuwa hivi, nitakuwa vile, mimi hivi, mimi vile, mimi hivi, mimi vile, ama ukaanza kuwaza mimi sitoshi, mimi sifai, mimi hivi, mimi vile, moyo unafunga pia. Kwa moyo ukifunga, maana yake ni kwamba hutasikia kutoka kwa Bwana. Na kwa maana hiyo utasikia mawazo yako, na wakati mwingi utasikia mawazo ya adui. Hivyo ndivyo ambavyo watu wanaingia kwenye kudanganywa. Kwa hiyo watu wengine wanapigwa pressure, na anasema yeye anasikia kutoka kwa Bwana, Bwana anamtumia kuongea. Kwa kuwa wakienda kwenye maombi watu wanatarajia kwamba Bwana aseme kupitia yeye, huyu mtu anaanza kujitia pressure, anajiingiza kwenye pressure. Maana yake ana focus kwake kwamba nisipotoa neno hapa nitaonekana kwamba mimi siko viwango, nitaonekana leo labda nimetetereka. Kwa hiyo analazimisha kusikia kwa kufocus kwake, then ibilisi anamuingizia sauti. Ndivyo ambavyo watu wanaanza kuchanganyikiwa na kusikia sauti ya ibilisi na maisha yao yanavurugika. Sasa wanasema ilitakiwa ifanyike nini? Anachotakiwa kufanya huyu mtu, ama unachotakiwa kufanya ukiingia pale, ukishaeleza kilichokupeleka kwamba Bwana nimekuja, nataka kujua kama nibakie hapa nilipo ama nihamie mkoa mwingine. Hilo ndo swali nililonalo. Au kama una maelekezo mengine unataka kunipa Bwana, niko tayari kusikiliza. Nikishamwambia hivyo, naachana na hiyo kitu. Akili yangu na moyo wangu vinarudi kwa Bwana. Kumbuka umwambia mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uwepo wake siku zote. Kwa hiyo natumia muda mwingine wote uliobakia akili yangu na moyo wangu nikiwa nimeutuliza mbele ya Bwana. Nani? Bwana Yesu. Naweza nikamwabudu, naweza nikamsifu, naweza nikamtukuza, naweza nikanena kwa lugha kidogo, alafu baadaye nikafika mahali nikakaa kimya, nikatulia kimya, kama Zaburi ya 46 mstari wa 10 inavyosema. Nikitarajia kwamba Bwana
Kama ana kitu cha kusema ataniambia, kama ana kitu cha kusema isokee, kwa sababu niko mbele zake, niko mbele ya uwepo wake. Sijui kama unanipata ninachozungumza rafiki. Sasa hichi kipengele ni muhimu, tutaanza nacho tena kipindi kinachokuja. Lakini hilo ndo nataka ulione. Kwa hiyo watu wengi ambao wamedanganywa, sasa mbona nilimsikia Mungu lakini haijatokea? Wewe hukumsikia Mungu, ulisikia akili zako mwenyewe ama ulimsikia adui. Na wengine tunaogopa majibu ya Mungu yanaweza akawa kinyume na vile ambavyo tunataka, na kwa maana tunafunga moyo. Kwa nini? Kwa sababu tumefundishwa vibaya kuhusu mapenzi ya Mungu. Unasema umegusa mambo mengi sana. Ndio raha ya hili somo. Ndio maana tuna vipindi kadhaa vya kujadili hili. Kwa hiyo Elia hakukutana na kishindo kwa maana ya sauti yenye kishindo. Ilikuwa ni sauti ndogo, mwanana, mororo, tulivu. Na akatambua uwepo wa Bwana. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.